Msikilizaji, na hii ni sehemu ya mwisho ya stori yetu ya binti Nase, na nakushukuru sana kwa wewe uliyekuwa pamoja nami kuanzia sehemu ya kwanza na mpaka tumefika hapa sehemu ya mwisho. Na last episode, baada ya kuona ya kwamba kipenzi chetu ama rafiki yetu ambaye ni Agi, rafiki wa Nase ni rafiki yetu pia ambaye ni Agi, baada ya kuona mengi ambayo anapitia rafiki yake, na Agi akamkumbusha rafiki yake ya kwamba hivi Nase, tuna muda gani hatujaenda hata kwenye nyumba ibada? Ukuta haya yote ambayo yanaendelea ni kwa sababu tumemwacha sana Mungu nyuma. Hebu twende kwenye nyumba ibada. Na baada sasa ya Nase pamoja na Agi kukubaliana, kesho yake wameenda kwenye nyumba ibada na maombi yamefanyika. Na baada ya maombi kufanyika, mama mchungaji amemweleza mengi ambayo yalitokea siku za nyuma, ambayo ndio haya yamesababisha Nase aweze kupitia katika maisha magumu, kukataliwa. Kila anaingia kwenye mahusiano yalikuwa ni changamoto. Upande wa kazi anapiga hatua kidogo, anarudi tena nyuma, kwa sababu kumbe kuna watu nyuma ambao walishamfunga. Okay? Kwa hiyo akameshapa maelekezo na mama mchungaji kwamba arudi nyumbani kule kijijini akapate go ahead ya wazazi. Yaani akapata mibaraka kutoka kwa wazazi ili aje sasa tena huku mjini kwenye utafutaji wake wa maisha. Okay? Kwa sababu wazazi bado hapo. Kwa hiyo akaambiwa arudi kule mjini akapate mibaraka ya wazazi, alafu ndo arudi kupambana huko. Sawa? Sasa hapo ndipo tupoishia na tunasonga mbele, msikilizaji. Basi Nase anaendelea kutuambia kwamba huyu mama akanambia kwamba Naseria, rudi nyumbani. Nikasema sawa. Hapo sasa nalia kabisa, msikilizaji. Basi huyu mama akafanya maombi ya mwisho, kisha akanambia sasa unaweza kwenda, ila nategemea kukuona tena kanisani na utakuwa unakuja hapa kusali na sisi. At least hata Jumapili ni kuone hapa. Na Mungu atazidi kukuponya. Nikasema sawa, hakuna shida. Basi baada ya maombi ndio mimi sasa na shoga yangu Agi tukarudi nyumbani. Yaani jioni kabisa. Na mimi sikuwa sawa kabisa kimwili. Sikuwa sawa. Na mwili ulikuwa unaniuma mno. Asa Agi akanisindikiza mpaka kwangu, akanambia pole sana shoga yangu na majanga. Nikamwambia nimepoa. Agi akanambia kwamba sasa Nase, tusifanye ajizi. Umesikia tusifanye ajizi. Yaani bila kuchelewa unatakiwa kurudi nyumbani kwanza. Nikasema Agi, narudi vipi, sina hata 100 mfukoni. Maisha amenichapa mno Agi. Basi Agi akanambia kwamba pole sana, lakini haurudi nyumbani kuonesha kwamba wewe una pesa ama una eti kwamba labda au una maisha mazuri sana Nase. Hapana. Ilo unatakiwa kurudi nyumbani kuomba msamaha kwa wazazi, na wakikuruhusu basi ndo utakuja tena kwa baraka zao. Mimi naamini kila kitu kitakaa sawa Nase. Nikasema sawa, ila Agi, unaelewa hata nauli mimi sina. Agi kanambia usijali bwana, mimi hapa na 1.5 naweza kukupatia hiyo. Ufanyie hata nauli na pesa kufikia pia. Alafu ukitaka kurudi tutajua sasa tunafanyaje Nase. Ila cha muhimu hapa ni wewe kufanyeje kufika nyumbani kwanza. Basi nikainuka na nikamkimbilia rafiki yangu huku sasa nalia. Agi akanambia kwamba basi usilie sana Nase. Yaani hapo nilimkimbilia kumkumbatia, msikilizaji. Akasema usilie sana Nase, umesikia, imetosha. Nikasema sawa. Akanambia basi mie naenda. Nikasema sawa. Akanambia kwamba ila narudi kuja kulala na wewe hapa, siwezi kukuacha hivi hivi. Nikasema sawa. Basi kweli yeye akaondoka. Mie sasa nikajipumzisha zangu, na mida ya saa 3 usiku akaja akiwa na G. Basi akanipatia chakula pale nikala, nikaenda kuoga, nikapata na nguvu. Na baada ya G kulala, Agi akanambia kwamba Nase, I say, hivi ni lini utakuwa na uwezo wa kwenda nyumbani kwanza? Maana pesa nimekuja nayo hapa. Nikasema Agi, mimi hata kesho asubuhi naweza nikaenda nyumbani Agi, umesikia? Mimi hata mwenyewe nimewakumbuka sana wazazi wangu Agi, yani sana. Mimi natamani sana kuwaona. Agi akanambia sawa, basi ngoja nikupangie basi hapa nguo zako. Nikasema sawa. Kweli Agi akanipangia nguo zangu vizuri kabisa kwenye begi, na baada ya hapo akanambia kwamba sasa pumzika, kisha kesho mimi nitakusindikiza stendi. Nikasema sawa. Basi nikamuuliza kwamba hivi Agi, mama atanielewa kweli mimi? Ni miaka 12 tangu nimondoka nyumbani. Yaani
Niliondoka nikiwa na miaka 11 tu, ila mpaka sasa miaka 24 kweli. Afu nimekuwa mdada mkubwa mno. Agi akaniambia kwamba watakuelewa tu bwana, ila we rudi kwanza nyumbani kipenzi, umesikia? Unajua Nase, sisi tunahitaji sana baraka za wazazi kwenye mafanikio yetu sana. Nikasema sawa, nitarudi tena, nitaenda na G. Agi akasema sawa. Basi huu siku msikilizaji, tuliongea mengi sana, mambo mengi mno. Na yote Agi alikuwa ananitia moyo kuwa nirudi tu nyumbani na mamangu atanielewa tu na kila kitu kitakaa sawa. Basi usiku mwingi tukalala, na saa 10 alfajiri nilianza kujiandaa na nikamwandaa na mwanangu G, maana nilitaka kuondoka asubuhi sana. Na baada sasa ya kumaliza ile kujiandaa, Agi akatusindikiza mpaka stand. Hapo ilikuwa ni saa 12 kamili hivi, ndio tukaanza safari sasa kuelekea wapi? Arusha. Unajua sikuwa naamini kwamba leo narudi nyumbani. Yaani kipindi nina maisha na pesa, sikukumbuka kurudi home kabisa ni. Eti leo narudi, nipo mweupe. Sijui mamangu atanielewa mie. Basi yeye ni maswali tu, eti mama tuarudi Dodoma. Mama tunaenda kwa baba. Yaani mpaka sasa nikawa simjibu. Na nikinyamaza anajua kabisa hapa mama hataki maswali. Na yeye ananyamaza kimya. Basi mpaka kufika saa 7 tukawa tumeshaingia Arusha. Hapo sasa nikatafuta magari ya kwenda kwetu. Najua kwetu ni mbali. Yaani kutoka hapo kwenda kwetu nauli ni 15,000 tena. Basi bwana tukaanza safari. Na hapo sasa nikawa naangalia mazingira. Of course amebadilika sana. Kumejengeka mno jamani huku njiani. Yaani mpaka nikawa naona hadi hospitali, naona shule. Yaani nilikuwa nashangaa kila kitu. Na saa 11 jioni ndio nikaingia sasa kijiji ambacho gari inaishia. Kutokea hapo mpaka kwetu bodaboda ni 10,000. Kwa hiyo nikachukua boda na moja kwa moja mpaka nyumbani. Nimefika nyumbani saa 2 usiku. Yaani nimefika naona nyumba yetu ipo vile vile. Hakuna hata kilichobadilika. Nimemshika G, ila mpaka mkono ulikuwa unatetemeka. Naogopa hata kusogea. Kwa mbali nikawa sasa namuona mama anahangaika na kukoleza moto. Nilianza na kulia. Yaani siamini kama nimerudi nyumbani. Tena kwanza huko kijijini, unajua kijiji kilibadilika sana. Naona kuna majumba mpaka matofali. Jamani, after na mengi tu. Ila nyumbani hakukuwa na mabadiliko yote. Kwanza kanibidi tu nisogee. Nikafika mpaka karibu na mama kabisa. Mama akaacha kile alichokuwa anakifanya. Akanigeukia. Kisha akauliza kwamba we nani? Yaani mama hakunijua. Sasa sijui ni giza nilimchanganya, nikabakia kimya. Mama akasema kwamba eti nani mwenzangu? Siku hizi macho sumbua sana mimi. Nikasema mama. Yaani nilivyosema tu hivyo, sauti yangu tu ile. Mama akasema kwamba Naserian. Nikaanguka na kupiga magoti chini. Nikasema mama, ni mimi, naomba unisamehe mama, naombeni mnisamehe. Mama alisema, "Uwi, naota mimi ama?" Sasa sauti ya mwanangu ikawa sasa, yaani kwanza unajua mtoto wangu kwanza mdogo alikuwa amekaa kimya. Mama mdogo sasa akasema kwamba niwe Naserian. Nikasema ni mimi mama, naomba unisamehe mama. Mamangu akanisogelea mpaka nilipo. Naye akapiga magoti pia. Kisha akachukua mkono wake akanipapasa sura. Mamangu akalia kwa uchungu sana. Akasema kwamba Naserian, ni wewe? Jamani mwanangu, ni wewe? Nilitegemea labda mama atanifukuza msikilizaji, unajua. Nilikuwa na wasiwasi, lakini mama kwanza alinikumbatia kwa nalia maskini. Tena alikuwa analia kwa uchungu, huko kanikumbatia. Na mimi nilizidi kulia. Nilikumbuka, unajua kwanza alianza kumkumbatia mama, sasa anamwambia kwamba mama, naomba unisamehe sana mama. Yaani msikilizaji, unajua ile kulia, unajua unalia mpaka majirani wanakuja. Sasa na mimi majirani walifika bwana. Wakawa wanasema kwamba jamani Naserian karudi. Kumbe hakufa jamani, kumbe hakufa huyu. Nyote walikuwa wanashangaa. Basi mama akajikaza, akanishika mkono, akanambia kwamba tuingie ndani. Twende ndani. Kweli mimi nikamshika mkono tukaingia ndani. Yaani maisha nyumbani yalikuwa ni, of course nilikuwa naona kama magumu sana msikilizaji. Hakuna hata cha maana ambacho kilikuwa ndani. Kwa pale sebleni kulikuwa kuna mkeka chakavu mno. Ndio tukakaa hapo.
Asi niliumia sana, nikaona aise, ni kweli nisingefanikiwa mimi hata siku na hii, hata siku na moja. Yani kama wazazi wangu ndio wanaishi katika mazingira haya kweli. Mama akaniambia kwamba Naserian, ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Hapo nishangaa maskini. Paka kwanza Kiswahili cha mama ni of course mpaka sasa hivi hata mama anajua Kiswahili. Japo anachanganya lakini kidogo anajua, anajitahidi. Mimi nilipiga magoti kwa mama. Nikamwambia nilikuwa mama, nilikuwa napambana na maisha lakini nimeona kama siwezi tena mama, ni bora tu nirudi kwanza kuja kuwaona. Mama naomba unisamehe sana, najua mama nimekuumiza na najua nimekutesa sana mama. Mama kaniambia kwamba Nase, nilidhani umekufa mama. Nilidhani umekufa. Baba yako amekuja sana huko Dar. Amekuja kutafuta ila hapana kukuona, hapana kabisa. Jamani, siamini nyie. Msikilizaji, mamangu alilia sana. Paka kana napiga makofi. Si unajua ile mama, jamaa sija hata nikuelezeje. Nikabaki kumwambia tu kwamba mama naomba unisamehe. Basi mara mlango kafunguliwa. Akaingia baba. Baba yangu alikuwa ni Kaisha. Unajua Kaisha? Yaani nikakonda. Sijui maskini na utu uzima na maisha. Basi alipoingia ndani, alibaki kasimama mlangoni. Nilipiga magoti na kutembelea magoti kwenda kwa baba. Nililia na kumwambia baba, naomba unisamehe baba, na kuomba unisamehe baba. Baba aliniangalia kwa huruma sana. Kisha baba akachuchumaa. Kisha kaniambia kwamba ungeniambia baba sihitaji kukeketwa. Sawa na sio kutoroka nyumbani na Seriani. Umeniumiza sana mimi baba yako. Na sisi tumebakiwa na wewe tu mmoja. Baada ya kumpoteza dada yako, lakini sasa ukatuacha Nase. Haukujali hali zetu Nase. Nikasema nilijali baba, naomba nisamehe baba, nakuomba. Baba yangu aliniangalia maskini, huku chozi linamtoka. Akanambia binti yangu, nimekusamehe. Inuka hapo. Basi nikainuka na nikamkumbatia baba yangu. Huku nalia, baba mwenyewe analia, mama mwenyewe. Kwanza mama alikuja akatukumbatia wote. Paka Jina naye akawa amekaa kwa pembeni maskini analia. Basi baba akasema kwamba hai inatosha, mtu usilie tena. Inatosha. Nadhani sasa yani Msikilizaji, kwanza mama naona alikuwa bado kama haamini. Akana nishika muda wote. Anahisi sijui nitaondoka. Hata sielewi. Basi hii siku bwana nikapata na amani. Yaani nilikuwa na raha. Nilidhani hata baba atanifukuza. Ila wala baba alifurahi sana. Mama haamini, mdote tu ni kunishika tu mkono. Basi mzee akaniuliza kwamba sasa huyu ni binti yako? Yaani hapo sasa mzee alikuwa anamuulizia je. Nikasema ndio baba, ni mtoto wangu. Baba akaniuliza kwamba baba yake uko wapi? Nikasema tuliachana tuko bahati mbaya baba. Msikilizaji, mzee wangu wala hakuwa na shida. Akaniambia sawa binti yangu. Akaniuliza vipi maisha yako huko mjini yanaendaje? Nilimwambia tu baba kwamba kwa sasa sina dira nzuri baba. Biashara zangu zimekata, nipo tu yani maisha yani ya kawaida tu sana. Mzee akaniambia sawa, basi kwa sasa rudi tu nyumbani na uishi huku maisha uyaendeshe huku tu. Msikilizaji, baada ya baba kusema kwamba mimi rudi nyumbani maisha niendeshe huku, mimi sikutaka kubishana na babangu. Na ndo kwanza tumeonana. Uanze kusema kwamba kijijini sipataki, nikasema sawa. Basi tulikuwa na furaha sana msikilizaji. Tukapata pale msosi, tena vyakula vile vya kinyumbani kabisa ni. Vile nikumbusha mbali sana hivi vyakula. Jia akawa hataki kula, eti hajazoea. Ila mama akaanza kumwambia kwamba kula, wewe mtoto mzuri, kula. Basi akampatia na maziwa. Shoga yenu akala vizuri. Tumemaliza pale. Zikaanza story. Ilikuwa ni mpaka saa 10 usiku, si hatujalala. Alilala Jii tu peke yake. Mara nimeuliza hivi, mara nimeuliza kile, yani tuliongea mambo mengi sana. Basi mama akawa ananiambia kwamba mimi siamini kama umerudi ujue. Nahisi kama naota. Maana nilienda mpaka kwa waganga. Nikaambia umekufa Nase mwanangu. Nikasema mama jamani, mimi nipo. Mama akanambia, yule mzee bwana aliyetaka kwanza mama aliniambia kwamba yule mzee ambaye alitaka kunioa yule alishaga fariki. Kwa sasa yani ndio hivyo washazika. Kwa hiyo ningekuwa mjane shoga yenu. Yaani yeye kajifariki zake huko.
mie tena ni kaniachia vya kuniroga. Anayeroga amefariki. Haya bwana, maisha. Basi mpaka kuna kucha, mama hajaniachia mkono, nikanishika tu. Yaani tumekuja kupata usingizi ilikuwa ni mida ya asubuhi saa 1 mpaka saa 3 hivi. Sasa baba akatuamsha. Kwanza alituambia tuelekee kwenye makaburi ya kwetu tukatie pale shukrani. Si mnajua tena wazee wa mila, kwa tukafanya hivyo. Ila hapo sasa nishajua mama yangu ana shida ya macho. Yaani ikifika usiku maskini ndo aoni kabisa, ila mchana ndo anaonaona vizuri. Basi akanambia kwamba nimekuwa mrembo sana, mwanangu pia ni mzuri. Kwa mimi nikabaki kucheka tu baada ya mama kusema hivyo. Basi tulivyorudi pale kutambika, babangu alichinja ng'ombe 5. Japo hakuwa nao wengi sana, ila alisema kwamba hii ni asante kwa wewe kurudi. Kisha akagawa nyama kijiji kizima. Yaani kila mtu pale kijijini alijua kwa nimefanyaje, nimerudi. Huyo ji sasa na uroho wake. Nyama zilimkoma. Aisee, alichomewa nyama mwenyewe. Afu kwanza mzee ndo alikuwa anamchomea nyama mjukuu wake. Nilikuwa na raha mno msikilizaji, nilipata furaha sana. Yaani hii siku baba aliniambia kwamba kama angekuwa na pesa basi angeweka na ngoma, ila hana. Ndio maana kaamua tu kuchukua ng'ombe wake maskini na kuchinja. Mimi nikabaki nacheka tu, maana mzee wangu alikuwa na raha. Aisi hata sijata nikuelezee vipi msikilizaji. Na baada ya hapo sasa mimi sasa ndo nikalipo nyumbani tu. Na wahudumia pale wazazi wangu. Na kuwasaidia pale kila kazi ya nyumbani. Kikweli familia yangu ilikuwa na raha sana. Yaani hata nilipomsimulia Agi jinsi ambavyo nimepokelewa, hakuamini maskini. Hakuamini kabisa. Agi akaniambia kwamba sasa shoga yangu kaa kwanza nyumbani, umesikia, kisha ndo utarudi. Na kweli msikilizaji, mimi nilikaa nyumbani miezi 4. Yaani mpaka Ji akawa sasa na yeye anapata ile rafudhi ya Kimasai sasa. Na katika hicho kipindi chote nipo nyumbani, mwenzenu nilikuwa na sali sana. Yaani nilikuwa na sali mnajua. Na kila Jumapili nilikuwa naenda na mama kanisani. Kwa hapa kijijini kulikuwa kuna kanisa moja tu. Tena lilikuwa ni mbali hilo. Ila nilikuwa naenda na tulikuwa tunaenda na mama. Tena yeye mama ndo anambeba na Ji na tunaenda. Aisee, kijiji kilibadilika. Kwanza kulikuwa kuna shule 2, kulikuwa kuna hospitali, alafu zile mila za kukeketwa sijini zilikuwa zimeshakufa kabisa yani. Japo bado kuna watu walikuwa wanazificha, ila ni kwa uchache. Maana mama aliniambia kwamba zimefanya wasichana wengi wamekufa. Na sio mimi tu niliyetoroka nyumbani. Wasichana wengi sana walikimbia huko kijijini sababu ya uoga wa kufa. Na hata nyumba zilikuwepo msikilizaji, nzuri tu. Sasa Masai wengi waliuza ng'ombe zao na kujenga nyumba nzuri. Na ndivyo inavyoonekana. Ila mzee wangu bwana, maskini, mzee wangu hakuwa na ng'ombe nyingi sana. Yaani baada ya kunichinjia mie zile ng'ombe 5, maskini akabakiwa na ng'ombe kama 10 tu. Imagine Masai, ng'ombe 10. Kiukweli familia yangu ilikuwa yani haitaki kabisa, ni kwanza yani ilikuwa haitaki kabisa mimi niondoke tena. Lakini niliona hapana. Mimi siwezi nikabakia huku, nitakuwa nimejitupa sana. Yaani niliona nina muda bado wa kupambania ndoto zangu. Sasa ilibidi hiyo siku niwaelezee tu ukweli kuwa mimi siwezi kubakia huku, ila waniruhusu nirudi Dar kupambana na maisha, na nitakuwa narudi. Basi baba akawa hataki. Yaani unajua mzee hataki, yaani baba hataki. Ila nilimuomba sana. Na mama sasa akanielewa, akanisaidia sasa kumweleza baba. Basi baba akakubali, ila sasa kanambia kwamba kila baada ya miezi 3 nirudi kusalimia, na kila siku niwapigie simu. Maana kwa wakati huu mzee wangu alikuwa na simu, ila maskini nikasimu kabovu tu. Ila ndo hivyo, kikubwa si ni simu. Kikubwa kusema halo inasikika halo. Basi nikasema wala usiwazi mzee wangu, nitakuwa nakuja. Hapo baba ndo akakubali. Na hamwezi amini msikizaji, na nauli akanipatia baba yeye mwenyewe. Alinipatia kama shilingi 60,000 hivi. Nikashukuru sana. Ila hapo nilikuwa nimepanga nikafanye kazi. Nirudi nimpeleke mama hospitali akatibiwe macho. Maana mama anatumia dawa za kawaida tu maskini. Ila kuna muda mpaka macho anamuasha kabisa yani. Basi ilipofika siku ya kuondoka, wazazi wangu wenyewe ndo walinisindikiza mpaka stendi
nikaagana nao. Eti G sasa kaka kananilia kubaki. Nye G ana matatizo huyu G. Eti mama niache. Eti bibi anataka kusomea huku. Kwamba huyo ananikataa. Ila mama alikuwa tayari kabisa eti kwamba nimwache G akae naye. Nikasema hapana mama. Hapana, kwanza mama unaumwa. Mimi siwezi nikakuachia mtoto. Yaani nitakuongezea shida mama. Basi ikanibidi mimi sasa nirudi tunana na mtoto wangu. Nye. Nakumbuka nilifika Dar es Salaam na moja kwa moja nikaelekea mpaka kwangu. Bado Agi alikuja bwana. Kwanza Agi alikuja kuniona. Akanambia kwamba aisee dada umenenepa na umepata mwili mno. Nikasema shoga yangu sio kwetu kuna vyakula vingi sana, wewe acha tu. Akanambia haya bwana. Basi nilimletea Agi ndizi, nikamletea pia na mahindi. Yaani vizalizali tu vya kijijini unajua. Kwa nikampatia shoga yangu. Shoga yangu akanishukuru sana na akanisaidia kufanya usafi ndani. Maana kulikuwa kuna vumbi hatari. Hapo sasa mimi nilikuwa nawaza nafanya nini ili niendeshe maisha yangu. Ila Agi akanambia kwamba kaongea na bwana wake kuhusu mimi. Na huyo bwana wake kaniunganishia kazi kwenye kiwanda cha mifuko. Kwa siku unalipwa shilingi 7,000. Mimi sikuona ndogo. Piga 7,000 mara 30 ndio tujue ni kiasi gani. Kwa hiyo nilikubali chap. Alafu sasa ni unaingia asubuhi kutoka saa 11 jioni. Nikaona sio mbaya, ngoja nikaanze maana sina pesa. Kusema eti kwamba eti nianzishe biashara sina. Basi nikashukuru tu. Agi akanambia kwamba G nitakuwa yani yeye ndo atakuwa anashinda naye dukani kule. Kwa Agi nani G akiwa anatoka shule basi Agi ndo atakuwa anashinda naye. Na akanambia kwamba wewe fanya tu kazi. Maana kwa sasa sina hata pesa kukupa shogangu hata labda ufanyie mtaji. Nikasema Agi wala tusiwaze. We relax sawa. Hiyo kazi mimi itanitosha. Agi akanambia sawa. Kweli bwana. Nilikaa nyumbani kama wiki moja. Na baada ya hapo sasa mimi nikaanza kazi za kiwandani. Hiki kiwanda ni cha moto. Kuna kazi. Aisiana unajua unafanya kazi mpaka unachanganyikiwa. Yaani kazi kweli kweli. Ila jioni unatoka na 7,000 yako na unasahau shida zote za siku. So nilikuwa narudi nyumbani nimechoka mno. Ila kila nikifikiria kwamba nina familia, nina mtoto, nina kodi, inanibidi nipambane. Hapo ni kweli nilikuwa naongea na mama na baba kila siku. Yaani kama sijapiga mie basi ni wao ndo watakao piga simu. Kikweli maisha yalikuwa ni magumu mno. Ila na hicho kidogo changu kuna muda natuma nyumbani. Nafanyaje sasa nafanyaje sasa? Kwa hiyo G mwenyewe kuna wakati hata bila pesa akawa anagoma kwenda shuleni. Tena anagoma kabisa kula deki zake. Kuna muda namdunda. Ila si unajua tena watoto. Inabidi tu kwamba upambane hivyo hivyo. Of course shoga yenu nilikonda sana. Pesa ambayo nilikuwa napata hata kununua nguo sikuwa nakumbuka. Niliisha. Yaani huwezi kujua kama mimi ndio nase wa Nolan. Yule nase wa kipindi kile. Maisha haya. Ila cha muhimu mimi nilikuwa na amani. Na kila Jumapili nikaa naenda zangu kanisani kwa yule mama kusali. Nijitahidi sana kuwa karibu na Mungu sana. Hapo vijana wa viwandani ni wananitongoza ni mpaka nikawa sasa nawaza au mume wangu yuko humu ndani. Basi ikawa sasa mimi nikitongozwa simjibu mtu. Nikaa nafanya nini? Nikawa naomba kwa Mungu, nafunga, afu namuuliza Mungu kwamba Mungu ndo huyu. Ndo huyu. Basi nitapata tu hata ndoto inayoashiria kwamba sio yeye. Yaani licha hivyo, unajua na mwenyewe msikilizaji mimi sikuwa nawapenda. Yaani nilikuwa naona tu kama nuksi katika maisha yangu. Sikuwa nawataka kabisa mimi. Maana niliona kama ni watu ambao wanarudisha sana nyuma. Wanarudisha sana nyuma na maendeleo yangu nini wanarudisha. Basi imekata miezi 6. Nipo napambana na maisha. Na sikuwahi hata kumpigia Nolan hata siku na moja. Japo jamaa aliniblock. Ila na mimi sasa sikuwahi kumjaribu kumpigia hata siku na moja. Tena naye mwenyewe hata hajawahi kujaribu kunipigia au kuulizia tu hata mwanae. Na kwa muda huo kwanza G nilikuwa nimeshamwanzisha darasa la kwanza. Kwa hiyo nikaa napambana kila kitu kuhusu binti yangu. Yaani ukimuona muda ambao anaenda shule utasema kwamba huyu mtoto mama yake anafanya kazi benki. Yaani mwanangu ni msafi, mzuri, uniform zake sasa ni zimenyooshwa vizuri.
na begi unajua vile vibegi vya watoto alikuwa na begi ile la uhakika, kapendeza hatari. Ila sasa utamkuta kanuna. Maana nilikuwa nampatia shilingi 300. Yeye anataka 500, mimi nampa 300. Ila nilikuwa napambana sana. Apate kila kitu kizuri mwanangu. Yaani bora mimi nikose mimi, sio shoga yenu G. Sio G. Mpaka Agi alikuwa ananiambia kwamba wewe sasa unazidi sasa. Unajua msikilizaji, kuna wakati yani mpaka labda hata anaweza akapita hata muuza viatu. Nikiona viatu vizuri vya kumtosha mwanangu, basi namnunulia. Afu ndani ana viatu kibao. Mimi napea hizi 2 tu. Mpaka Agi sasa ananiambia kwamba wewe na umezidi sasa jamani. Na mimi ngoja nizae sasa nione huo uchungu. Basi mimi nabakia nacheka tu. Yaani aisee, nampenda sana mtoto wangu sana. Na yeye anajua kwamba mama ananipenda sana. Basi na Kenyeka anajua kabisa kwamba natakiwa nideke kwa mama maana ananipenda. Na Kenyeka ananidekea mpaka nachukia sasa. Kuna muda mwingine namdunda. Alafu sasa shuleni alikuwa anajitahidi mno. Anajitahidi mwanangu huyo. Hapo ndo alikuwa sasa anazidi kunifurahisha. Basi nakumbuka siku hiyo nimetoka zangu kanisani. Nimerudi home nimechoka. Nimechoka ile mbaya. Nikaona ngoja nipumzike kwanza nilale. Basi nikabadili nguo, nikajitupa kitandani. Hapo nilikuwa home mie mwenyewe tu. Maana G aliniambia kwamba anaenda kwa Agi dukani kule. Basi nilala sana. Nilipokuja kustuka, nikashika simu kuangalia saa. Sinakutana na message. Nikaifungua ile message nakuta ni message ya muamala wa pesa. Yaani nimepokea milioni 6. Sio laki 6 na mbele mnisikie vizuri. Ni milioni 6. Nyie, wenge la usingizi likakata kwanza. Kisha nikahakikisha ni pesa kweli ama. Yaani ilikuwa ni pesa. Nikawa nashangaa na kujiuliza hii pesa nani kanitumia hii? Mungu wangu. Nikawaza au ni Nolan ndo kaamua kunitumia kwa ajili ya mtoto wake nini? Lakini halikuwa jina lake kabisa. Sasa nikashangaa. Kwanza jina lilikuja Basil Alex Kange. Mtandao aliotumia pesa ni Nala. Unajua mtandao wa Nala? Yaani sio mitandao ya kawaida. Nikahisi au nataka kutapeliwa nini? Hii ni pesa kweli hii? Nyie, niliinuka kwa haraka sana. Tena mbio mbio nikaenda mpaka dukani kwa Agi. Agi aliponiona akasema kwamba wewe dada vipi? Mbona kuna shida gani yani? Nikasema Agi, hebu angalia kwanza kwenye simu yangu, angalia hivi hii ni pesa kweli? Basi Agi akachukua simu, akaangalia akasema ndio ni hela. Nikasema mimi bwana Agi misi leo tena nikamtumia Agi. Nyie, Agi sasa akanikwapua ile simu, akaniambia kwamba hebu nisubiri. Basi nikatulia, hata mimi sielewi. Baada ya dakika 10 namuona karudi na boda na bahasha mkononi. Alivyokuwa ameishika sasa. Akaingia mpaka ndani ya duka. Nashangaa kanitupia bahasha. Nafungua ni pesa. Nikasema wewe, ni pesa hizi imekuaje Agi? Agi akaniambia wewe, mimi nishazitoa kwanza. Haya niambie imekuaje? Nyie. Unajua nilicheka. Yaani mpuuzi anaenda kutoa alafu ndo anauliza imekuaje? Agi ni mjinga sana. Unajua Agi sijawahi kuona. Nilicheka kwa nguvu. Akaniambia sio unacheka nini mpuuzi wewe? Swala la pesa mbasi wewe mkuwa serious bwana. Ama ulihitaji mjinga wewe? Hapa mimi nishatoa hata kama kakosea. Si mpunga tumeshautoa. Nikasema wewe dada jamani, dada ni jambazi. Nikasema wewe. Kwa nikauliza kwamba kwa hizi ni shilingi ngapi hizi? Akaambia hizo ni milioni 5,960,40 na mikatokato huko na bodaboda. Na hapo nishakula chips. Nikasema Agi huko chapu jamani. Agi huko chapu sana shoga yangu. Nikasema sasa hii au katuma Nolan. Agi akasema bwana wewe fanya mambo yako bwana. Usihangaikie mtu aliyetuma bwana. Akikutafuta huyu mtu yeyote wewe kataa. Kwamba wewe sema hujapokea pesa. Akikusumbua sana tia block. Ni neema yako bwana. Mungu kaamua kukupa kwa njia hii. Hebu chukua pesa wewe mtoto wa kike. Basi mimi nikacheka tu. Nikachukua pesa, nikazihesabu kweli. Ilikuwa ni kama alizoniambia. Nikachukua milioni 1, nikampa shoga yangu Agi. Sina uchoyo. Nikampatia 1 million. Nikamwambia kwamba chukua sasa hii. Agi akaniambia kwamba hapana. Mie pesa yote hiyo hapana. Wewe nipatie tu shilingi 50,000 tu shoga yangu. Nikasema akaniambia ndio. Wewe nasi wewe nipatie. Wewe unajua nasi wewe hauna msingi. Mimi nina duka hapa nasi. Sasa hii pesa hebu basi tuime basi hata wazazi wako kidogo. Alafu inaobakia tufungue biashara. Tena ufungue wakala yako. Hii pesa nyingi sana nase. Nikasema Agi ni kweli. Basi nikana nashukuru sana.
Agi akaniambia kwamba sawa, hakuna shida. Basi kweli zile pesa mie nikabeba, nikarudi nyumbani. Hata siamini, nikaa nazisikilizia tu. Labda kwamba mimi nitatafutwa kuulizwa labda pesa nini. Nikaona kimya. Mie kufika jioni nikatuma kwetu 500,000. Mzee alishukuru huyo maskini. 500,000 uitume kijijini 500,000. Kisha sa jioni ya hii siku nikamtoa out G wangu. G alikula. Nilimnunulia chips kuku, nikamnunulia juice nzito na mie sasa nikala vizuri. Basi tumerudi home, ilikuwa ni by saa 4. Saa 4 hapo siku tupo hoi. Hapo ni kimya, sijatafutwa na mtu yote kabisa kuhusiana na swala la pesa. Basi mimi nikaweka kibando changu cha pale, nikaona hebu ngoja niingie kidogo mtandaoni, maana sikuwa hata nimeingia muda. Basi ile nimeingia zangu, zikawa zinakuja miss call nyingi sana, kama nimepigiwa sana WhatsApp. Nikaenda kuangalia ile namba iliyokuwa inanipigia, hata sikuwa naijua. Na profile picture kulikuwa kuna mpira tu. Nikashangaa, huyu nani? Na mbona kanipigia mara nyingi hivi? Maana nilikuta kwanza ziani zilikuwa miss call zake tu kama 5 hivi. Sasa nilikuwa naendelea kujiuliza kwamba huyu ni nani? Ile namba bwana si kanipigia tena. Mimi nikapokea, kisha nikasema kwamba hello. Nikasikia sauti nzito ya mwanaume. Akaniambia kwamba hello. Nikasema ndio nakusikiliza. Akaniambia samahani madam, mimi naitwa Ndizu. Kwa bahati mbaya leo kwenye mida ya saa 6 mchana nimekutumia milioni 6 kimakosa. Sasa naomba unisaidie sana. Kuna mtu nilikuwa namtumia huko Tanzania, but kwa bahati mbaya nimekosea namba. Kwa hiyo naomba unisaidie sana. Nyie nikaona hizi nuksi gani tena? Nikasema kaka samahani, kaka mimi sijaona pesa. Sijaona kabisa kaka pesa, sijaona. Huyu kaka akasema hapana, naomba unisikilize, sawa? Mimi nipo Urusi. Huyu ndugu yangu ambaye ni dada yangu yupo TZ, anaumwa sana. Yaani mno. Kanipigia simu nimtumie pesa. Na mimi kwa sasa kazi zangu za benki hapa kadi zangu za benki zimefungiwa. Kwa hiyo zipo kwenye process za kufunguliwa. Kwa hiyo sina pesa. Na kuna issue zangu hapa ni kati ziliblock kidogo. Kwa hiyo nikaomba mshikaji wangu amtumie. Kwa hiyo nikawa sasa nimeomba nitumie namba ya sister. Sasa kumbe mimi nikawa nimekosea kwa bahati mbaya. Sasa ndo pesa kama imekuja kwako. Sasa naye hakuwa makini kucheki jina. Sasa sister, hebu nakuomba tu nisaidie. Naomba basi nikutumie namba yake, umtumie hizo pesa. Anaumwa sana. Na hata madokta wenyewe wamegoma kumpa huduma. Naomba unisaidie sana please. Msikilizaji nyie, nikaona mbona kama yani yani kama vile nashindwa kuwa na kale ka roho kumkatia simu na kumblock. Nikasema kaka kweli pesa haijaja. Huyu kaka akasema kwamba lakini ni mwanamke mwenzako, naomba sana, anaumwa mno. Nadhani unaelewa situation ya hospitali, hizo hospitali za Kitanzania, please. Naomba, atapata shida sana. Naomba sana. Msikilizaji bwana, nikajikuta tu maskini nimepata huruma. Unajua? Yaani naona kama nimepata huruma sana. Nimepata ile imani, nikamwambia kwamba lakini sasa nimetumia nyingine. Akaniambia umetumia kama shilingi ngapi? Nikasema ni kama milioni 1 hivi. Akaniambia sawa, hakuna shida. Yaani hata hiyo iliyobakia mtumie tu. Nikasema sawa. Kweli maskini. Akanitumia namba huyo dada na jina. Nilibaki najishauri nimtumie au nikaushe. Ila sasa imani ikaniingia. Nikaona hapana, hebu ngoja tu nitume hii pesa. Kweli nikaenda kwa wakala usiku huo. Tena kwa wakala mkubwa. Nikaituma ile pesa milioni 5. Nilibakia na kama shilingi 5,000 mkononi. Wewe kuweza? Wewe kuweza 5,000? Unaondoka na milioni 5 ambayo hata ungeweza kufunga hata line na ukasajili line nyingine. Ila roho iliniuma sana. Yaani utafikiri ile pesa ni ya kwangu. Maana nilikuwa nimeshaipangia mipango mingi mno. Basi nikarudi nyumbani kinyonge sana. Acha tu maskini. Ile nafika tu, huyu kaka kanipigia mie, nikapokea, kaniambia kwamba asante sana bwana, amepata. Usikonde, nitakucheki nikiwa sawa. Umesikia nitafanya jambo kidogo. Nikasema sawa, hata usijali. Kisha akakata simu nyie. Nilijiona unajua mpumbavu. Hivi agata nielewa kweli? Na wakati niambia kwamba kesho ndo anakuja kunipeleka tukatafute frame. Afu mimi pesa nimerudisha. Basi nililala hovyo sana. Mungu ndo anajua msikilizaji. Na asubuhi na mapema aliamka zangu. Nikamwandaa G,
akawahi zake shule. Samia nilibakia mdogo kama Piliton. Nimebakiwa na shilingi 4,000. Maana alishadai buku. Naona alishaona hela zipo, kadai buku, sio jero tena. Na wakati jana ilikuwa na 5,000,000. Basi mida ya saa 3 Agi akaja. Na kwambia alikuja kwa mbwembwe kama zote. Nikamkaribisha. Hapo nimenyoa hatari, nimekuwa mpole. Akaniambia kwamba shogangu, sasa sikia, sitaki kukaa sana. Kuna frame bwana nimeipata ipo road. Ni frame nzuri. Nase, ni frame nzuri hiyo. Kuna watu wengi mno. Yaani pale mzunguko wa pesa Nase upo. Kwa hiyo tufanye hapa tukalipia haraka kabla watu hawajaiwahi. Akasema Agi, naomba unisamehe. Mimi sina pesa. Mwenye nazo alinipigia nikampa. Nikaanza sasa kumhadithia ilivyokuwa. Hii siku Agi alinitukana. Agi alinichamba. Sitaki hata kukusimulia namna ambavyo Agi ila Agi ni mwizi. Akaniambia sijaona jitu pumbavu kama wewe Nase. Yaani wewe Nase, wewe ni za mwamwa kabisa. Najuta kwa nini sijaondoka na zile pesa Nase. Yaani kweli kabisa. Yaani mimi kweli zile pesa yaani najiona mjinga kumwachia za mwamwa kama wewe. Hivi Nase akili kweli unazo Nase? Nikasema ndio ninazo. Akaniambia wewe, okay sawa. Okay, umebakiwa na shilingi ngapi? Nikasema bakiwa ni 4,000. Agi alinisonya huyo. Akaniambia haya, nyanyuka ukanisaidia kudeki dukani kwangu. Nyanyuka mjinga mkubwa. Nyanyuka ukadeki dukani. Nikabakia kimya. Nikasema afu Agi, vya zuluma sio vizuri Agi. Agi akaniambia okay, vya zuluma sio vizuri. Haya twende tukadeki dukani. Twende. Ndio kilichobakia Nase, nyanyuka tukadeki dukani. Nikainuka kweli, tukaenda dukani kwake. Hivi mnazana nilienda kudeki. Basi hakuongea siku nzima Agi. Agi nikaninunia. Kila kikani yaani ni kusonya tu mwenyewe. Zile pesa zilimuuma unajua. Akawa kija mteja. Anaambia kwamba, "Wewe Zamwamwa, mhudumie mteja." Yaani ndo naambiwa hivyo yani. "Zamwamwa, mhudumie mteja." Agi. Basi mimi nainuka na mhudumia mteja. Yeye nikanuna. Jioni akanipatia 10,000. Eti nenda kamtumie na hii, kamuongezee. Ila Agi. Mimi nikanyamaza zangu tu kimya, hata sikumjibu. Na vile sasa Agi sio muongeaji sana. Basi wiki nzima Agi alinuna. Wiki ya pili ndo akaanza sasa kunichekea. Na mimi sasa nikawa busy na kazi zangu za viwandani. Nakumbuka ulipita kama mwezi. Sikuwa nipo zangu home tu. Ilikuwa ni weekend. Na shangaa ule mkaka ananipigia simu. Nilishangaa unajua, nikajiuliza kwamba kaka anataka nini tena maskini wakati nilisharudisha pesa zake. Basi nikapokea. Na kama kawaida huwa ananipigiaga WhatsApp. Kwa nikasema kwamba hello. Akasema kwamba yes mambo. Nikasema poa. Basi nikauliza kwamba nini shida, umekosea tena kutuma pesa na leo? Basi nikamsikia jamaa anacheka. Akasema kwamba no, hivi unaitwaga nani vile? Basi mimi nikajitambulisha. Nikasema naitwa Naserian. Akaniambia una jina la kipekee sana. Akasema asante. Akaniambia okay, unakumbuka jina langu kweli? Akasema hapana. Akaniambia okay, mimi naitwa Patrick Ndizu. Akasema okay sawa, niambie. Akaniambia hivi ile siku unakupigia simu kuwa nimekosea kutuma pesa. I think ulikuwa umeshapanga mipango yako pia juu ya ile pesa, si ndio? Nikasema kwamba hapana. Akaambia sio kweli bwana, mimi najua. Nikasema ndio, nilipanga hilo sijali. Akaniambia no. Okay, niambie uliplani nini? Nikasema niliplani kufungua wakala. Akaniambia pole sana bwana. Kwa hiyo kwa sasa hivi unafanya kazi gani? Msikilizaji, mtu ana maswali huyu kaka huyu. Nikasema kwamba kwa sasa nafanya kazi kiwandani tu. Akaniambia pole sana bwana. Unaumia sana bila shaka Okay, sasa sikia. Mtaji ulikuwa unahitaji wa shilingi ngapi? Nikauliza kwamba mtaji wa nini sasa? Akaniambia wa hiyo wakala hiyo. Mimi nataka kukusaidia. Nikasema ni kama milioni 2 tu hivi na itanitosha. Akaniambia okay, basi nitumie namba yako this time. Jamaa alikata simu yake. Sikufanya ajizi, japo sikuwa na uhakika na huyu kaka, ila nikamtumia namba pamoja na nini na jina. Akanijibu received.
Baada ya dakika moja tu naona pesa imeingia. Mungu wangu, sikuamini siku ile. Ni pesa nyingi. Ni pesa nyingi zaidi ya ile pesa niliyokosea. Hivi mnanisikia? Kwanza nilistuka nikashangaa, na muda huo akanipigia simu nikapokea haraka. Nikasema kwamba kaka asante sana. Akacheka kisha akaniambia kwamba nani kasema mie kaka yako sasa mimi ni mmeo bwana. Nikacheka zaidi maana ni kama sasa aliongea kimatani. Nikasema sawa, asante sana kaka. Asante sana, nashukuru sana. Akaniambia usijali na si sawa usijali, uwe na siku njema. Mimi nakutakia mafanikio mema. Basi jamaa hata kuongea sana akakata simu. Oya, nilipiga kelele ya shangwe kama chizi. Unajua kwanza nitoka mbio mpaka nyumbani kwa Agi. Maana kwa hii siku alikuwa home. Ila nimefika tu nikamwonyesha muamala wa pesa Agi. Na mtandao ni ule wa Nala. Agi kwanza hata hakutaka kunisikiliza. Hakutaka kusikiliza maelezo. Aliruka kama katumiwa yeye. Akasema kwamba wewe na huyu kakosea. Nani kakosea? Nikasema wewe huyu hajakosea bwana, ni yule kaka wa siku ile kanitumia leo. Basi nikamsimulia Agi jinsi alivyosema. Agi akasema kwamba kweli. Jamani. Ila una moyo mzuri sana, ndio maana akakutumia. Unajua kuna mjitu na roho mbaya sana, usingerudisha. Ila bora umerudisha jamani ile. Kweli tumepata zaidi na sojue. Ila Agi ni mkavu, eti leo anakuwa upande wangu. Wakati mtu mwenyewe ndo mpaka alinunia. Leo anakuwa upande wangu kwamba anyway, basi bwana. Agi akaniambia kwamba okay, sasa tukachukua laini za wakala. Na mimi kweli sikufanya ajizi kweli, tukaenda kuchukua laini zote 4. Na kesho yake sasa nikapata frame. Na baada ya wiki mimi nikaanza kazi. Hapo sasa namtumia sana message za asante yule kaka. Ila hazisomi na wala kunijibu wiki nzima. Nikaona hebu ngoja niache kumtumia message, huenda kanisaidia tu. Basi Agi akaniambia kwamba wewe aise, sasa huyo ndo mumeo sasa huyo. Ukutu ndo mmeo. Mimi nikanamwambia wapi? Yupo busy, kwanza naona hata hana muda hata na mimi. Alafu kwanza na mimi mwenyewe hata simjui, mwenyewe hata nijui. Agi akaniambia kwamba sasa mwanza hata wewe. Nikasema sasa anijibu. Akaniambia kwani profile kaweka nini? Nikasema kaweka tu mpira, na mimi profile nimemweka G, so hatujuani. Agi akaniambia kwamba basi tulia, atakucheki tu. Nikasema sawa. Basi bwana, mimi nikaacha kazi za viwandani, nikawa busy sasa na kazi yangu ya wakala. Yaani napiga kazi kweli, nipo busy mno. Nikaa nashukuru sana, napata pesa na steseki, maana kiwandani kuna kazi ngumu kiwandani. Basi bwana, siku hiyo bwana nimerudi zangu nyumbani, ilikuwa ni time ya usiku. Hapo sasa nimeshamuogesha G, nikapika, kamekula nini. Alivyokula tu nikamwambia alale, maana kesho shule. Kweli akapanda zake kitandani akapumzika. Ndio naona yule kaka ananipigia simu. Sikufanya jizi, nikapokea chap. Akanambia kwamba nasi mambo. Nikasema ya kwamba poa, za kwako Dizu. Baada ya kumsalimia hivyo, akanambia umekumbuka jina langu? Nikasema ndio. Akanambia sawa, vipi unaendeleaje? Nikasema nipo sawa. Akambia na mwanao je? Basi nilicheka nikasema nani kamwambia mimi kwamba na mtoto? Akasema kwamba si nimeona profile. Nikajiongeza nikaona kweli ukaona profile. Nikasema ya mwanangu jambo. Akanambia sawa. Sasa unajua nini Nase? Mimi nakuaga busy sana. Kwa hiyo ukiona umetuma message alafu sija kujibu, usinichukulie vibaya, sawa jua tu ya kwamba niko busy. Akasema usijali hata. Akanambia sawa. Vipi ulifanikiwa kuanzisha biashara yako, kibiashara chako cha wakala? Nikasema ndio, nashukuru sana. Akanambia sawa Nase, wala usijali. Lakini Nase, mimi natamani nikujue. Naweza kuona picha yako? Nikasema usijali, nitakutumia tukimaliza kuongea. Akanambia sawa. Lakini Nase, mtoto wako ni mrembo sana. Anaitwa nani? Nikasema anaitwa Grace. Akanambia basi poa. Basi hebu nitumie picha yako kwanza nikuone. Nikasema sawa. Basi jamaa alivyokata tu simu, mimi nikatafuta picha yangu nzuri. Unajua ukiombwa picha utumi picha mbovu. Nikamtumia picha nzuri. Basi akaview kisha akanipigia, nikapokea. Akanambia kwamba wewe ni mrembo kama mwanao bwana. Basi nilicheka tu nikasema kwamba nashukuru. Akanambia ila nini mama G? Nikasema ndio. Akanambia mimi bwana naomba kukuoa. Nilishangaa nikamuuliza kwamba kunioa?
Akanambia yes, nimekupenda na najikuta na kuwaza sana. Lakini hisia zangu na kila kitu kipo kwako. Mungu wangu. Nibaki kushangaa tu. Na jamaa akasema kwamba na hata kwenye maombi yangu naona Mungu ameniambia kwamba wewe ndio mke wangu. Basi nikajikuta na cheka tu. Akanambia kwamba wewe cheka tu, ila mimi ndio mume wako ujue. Nikasema sasa mume wangu, yani uwe mume wangu kivipi na sikujui? Basi nitumia hata picha yako na mimi nikuone. Akanambia mimi sitaki kukutumia picha Mama G. Mimi ni mtu maarufu sana, najulikana sana. Ukiniona utanikataa bure. Alafu sasa yani mimi nitachukia sana ukinikataa. Ila nakuja damu mwezi wa 7. Nitapata likizo. Kwa hiyo nikija huko tutakutana tu. Utaniona live. Hapo hata kama ukinikataa basi nitajua na kubembeleza vipi. Basi jamaa alivyoongea hivyo mimi nikacheka tu. Yaani anaongea serious mnajua? Nikamwambia kwamba sawa. Akanambia basi poa Mama G, mimi nitakucheki mida basi. Nikasema poa. Nilimfikiria sana huyu kaka. Ila nilimuona labda anazingua tu na vile sasa yupo mbali. Eti aje kuwa mume wangu. We sio kweli. Yupo Urusi huko afa anambia kwamba aje kuwa mume wangu. Ila huyu anaonesha sio mwongeaji sana. Ila anaongea ile kwa msisitizo. Sasa mimi nikampotezea ukaka. Mimi nikawa busy tu na mambo yangu. I say, basi tukaanza zile tabia kutafutana kila siku usiku na asubuhi. Alafu jamaa kwanza alikuwa hapendi kutuma message. Yeye ni kupiga tu. Naweza nikakaa tu na shangaa naona pesa, naona nala. Najua ni yeye tu. Alafu akituma pesa lazima mbele isimame M. Sio okay, M inasimama. Jamani, mpaka nika sasa namshangaa. Yaani namuona huyu mtu yupo serious. Akinipigia sasa utasikia tu mke wangu. Kama utaki sawa, ila wewe ni mke wangu, mimi najua ni mke wangu. Mimi nabaki na cheka tu. Basi Agi anafurahia sana nikimsimulia stories za Patrick na vile ambavyo anatuma pesa. Ndo kabisa. Yaani mie nikiona yani unajua kwanza nikianza kumfikiria huyu mtu naona kama Mungu kaniletea vile malaika. Yaani sikuwa na shida kabisa. Kwa nikabadilika kabisa. Nikawa sasa na mimi sasa hata napendeza. Navaa vizuri, nakula vizuri, naendesha maisha vizuri. Mpaka TV nikanunulia tena G. Maana ya zamani iliharibika. Nikanunua na furniture za ndani. Yaani nilichange kinoma. Ila sasa ikawa sasa na mimi sasa simjui kabisa Patrick. Afu mwenyewe hata kunitumia picha na video call penyewe hapokei. Basi kuna muda Agi ananitisha. Eti kwamba wewe au jini. Kwa nini hataki kukuonesha sura? Basi akiniambia hivyo mimi naogopa. Namtumia message pia, naambia bwana kama unataka kunitumia picha yako basi usinitumie hata message na usinitafute. Jamaa ananijibu ya kwamba wewe unaweza ukaacha kumtafuta mkeo kweli? Nitakuja live na utaniona. Akiongea hivyo mimi naisha kucheka tu. Mpaka nikamzoea sasa. Na pesa simuombi, yani kila weekend muamala wa pesa lazima unasoma. Nikaona sina shida mie. Bwana yupo mbali, hata kunigusa nigusi na pesa nanitumia mwenyewe. Sasa mimi nachanganyikiwa nini? Wakati kuna watu ukitumiwa pesa lazima utailipa hiyo pesa. Kwa hiyo mimi nikaendelea tu na mawasiliano naye. Maisha yakawa yanaenda. Ikafikia stage anataka kuongea na G. Nikawa sasa nakataa tu, maana sikuwa namuamini sana. Alafu mtoto sasa kumtambulisha mababa wapya kila siku inakuaga sio poa Basi nikaa namwambia tu kwamba G hayupo. Yaani namzuga tu. Au labda namwambia G kalala. Anaambia basi poa. Kwamba labda nisalimie G. Kondo hivyo. Kwa hiyo bwana alikuwa ana enjoy sana na anamfurahia sana G. Akawa anasema kwamba na Mungu kaniambia kwamba wewe ndio mwanamke wangu, mwanamke ambaye utanizalia watoto wangu 3. Na mimi nabaki nacheka tu. Basi maisha yakaenda hivyo mpaka sasa ukafika mwezi wa 7, akaniambia kwamba anarudi kama baada ya wiki 2. Yaani ndo anakuja Tanzania. Nikasema sawa. Akaniambia akifika atafikia kwake kisha atapumzika siku moja tu, alafu ya pili ataniambia tukutane wapi. Nikasema sawa kweli. Jamaa akarudi. Na siku anarudi akaniambia kwamba nao nipo Tanzania. Nikasema sawa. Na siku ya pili akaniambia kwamba tukutane Serena Hotel.
Nikaona hoteli tena hapana. Mtu simjui. Hapo Agi akaniambia kwamba kama ni hotelini usikubali. Kama je ni mtu mbaya je? Yaani mtu umekutana tu kwenye simu, alafu anataka mkutane hotelini. Nikasema basi Agi basi. Okay, basi niambie nikutane naye wapi? Agi akaniambia kwamba alinitajia baa moja hivi ipo Kigamboni huku. Akaniambia kwamba mwambie aje huku. Basi nikamwambia ila mwenyewe akakataa, akasema kwamba siwezi kuja sehemu ambayo ina watu wengi. Kwangu itakuwa shida. Kama upataki hapa Serena ni sawa, ila tafuta sehemu ya kupoa. Nikasema sawa. Basi tulifanya survey tukapata sehemu moja hivi huku tu Kigamboni. Maeneo fulani hivi Kimbiji kumepoa mno, tena afu ni beach. Ila beach ya kishua sana. Basi nikamtajia hapo. Akaniambia kwamba nimpatie dakika 5 apafuatilie. Nikasema sawa. Kweli baada ya muda akanipigia. Eti anacheka, ananiambia kwamba kwa hiyo ndo mama kunipeleka porini. Basi hamna shida bwana. Takuja huko porini. Nikaambia basi na muda ni saa 10 jioni. Hapo Agi sasa ananiambia kwamba nakupeleka wewe. Asije akawa ni mtu mbaya akakuzuru. Nikasema sawa shoga yangu twende. Kweli sio kufika by saa 8 hivi. Sasa kwanza nikamwacha na mama mwenye nyumba wangu. Mimi nikavaa simple sana. Yaani nilivaa jeans pamoja na t-shirt. Ila niliwaka. Agi akaniambia kwamba yani ujini leo achomoki. Agi kichwa chake. Nilicheka tu. Basi tukachukua boda mpaka Kimbiji. Ila tumefika tu. Kweli ile sehemu ilikuwa imepoa sana jamani. Ilikuwa imepoa. Kwanza watu ni wachache mno. Kuna sehemu ya kula, ndio tukaenda kukaa hapo sasa. Basi Agi akaniambia sasa sikia shoga yangu, mimi naenda kukaa kule kwenye kona. Umeona pale kwenye kona? Mimi najifanya kama sijaja na wewe. Akija hapa akiwa haelewi na kuja kukusaidia. Yaani ukiwa wewe uelewe na kuja kusaidia shoga yangu. Umesikia? Maana mimi pesa zako nakulaga shoga yangu, lazima mimi nikupambanie. Ila Agi nilicheka sana msikilizaji. Nikasema sawa. Kweli Agi akaenda kukaa kiti cha nyuma kabisa. Na msikia akamwita mhudumu. Agi akaagiza chakula. Ila Agi jamani aliagiza chakula. Mimi nilikuwa nimetulia tu. Sina tamu. Si unajua ukiwa unakutana na mwanaume kwa mara ya kwanza yani sikuwa na confidence kabisa. So niliagiza juice ile ya kuzugia tu, unajua niliagiza juice ile ya kuzugia. Basi kufika by saa 10 hivi kamili naona ananipigia. Nikapokea simu. Ananiambia kwamba mambo. Nikasema poa. Akaniambia okay nimefika ulipotaka nije, wewe uko wapi? Basi nikamwelezea nilipo. Na baada ya muda nikamuona mkaka anakuja nilipo. Alikuwa mwembamba, mrefu, kavaa jeans ya kwenda ni nyeusi tu na alikuwa amepiga raba nyeusi. Alafu huku sasa jamaa alikuwa ni kajaa. Alikuwa na sweta jeupe lenye kofia. Alikuwa amejifunika ni kichwani. Alafu sasa kavaa na kofia kawaida, yani ile kapelo. Ni kama anaficha sura. Alafu sasa akawa anakuja nilipo. Ila ni kama ile kainama chini yani. Kwanza mwenyewe nilikuwa simuoni sura. Nikaona kafika mpaka nipokaa na yeye akakaa pembeni yangu. Kisha kainua sura. Mungu wangu acheni tu. Yo. Aliinua sura. Basi bwana. Aisee huyu kaka namjua kabisa. Jina lake maarufu ni Denzel. So jina halisi. Huyu kaka ni mcheza mpira wa miguu maarufu sana Tanzania na nje ya Tanzania. Na alianza kuchezea hapa Tanzania katika timu kubwa tu hapa Tanzania. Alipotoka hapa ndo akaanza kuchezea nje za nchi huko. Huyu kaka ni maarufu kweli. Tena kwa Tanzania anapendwa kweli. Ila nimetumia tu hilo jina lakini sio jina halisi, tusije tukasumbuana. Na nasikia ni ana mshahara mkubwa sana kiasi cha kwamba kwa timu za Tanzania hawawezi kumlipa tena. Yaani hawawezi kumlipa. Ndio maana anacheza huko nje. Tena Nolan anamkubali kweli huyu kaka. Mimi nibaki kushangaa. Huyu kaka katabasamu. Ni bunge moja la handsome. Kwanza hata mimi siendani naye hata kidogo. Huyu kaka kaniambia kwamba ndio mimi Patrick. Mbona niangalia sana kwa dadi sana? Vipi? Kwani unanifananisha na nani? Nikasema wewe ni Denzel wewe. Basi akatabasamu akasema kwamba itakuwa labda mbona hata siendani naye. Huyu kaka kaniambia kwamba yes. Kweli ni mimi Denzel but nakuhitaji sana nase. Nataka kukuoa kabisa na nakupenda kinoma. Unajua nibaki nimeshangaa. Huyu kaka ni maarufu, unajua ni maarufu sana. Ni maarufu sana. Tena anacheza mpira. Oya, sio masiara. Ndo ananitaka mimi.
Hata kwanza sikuamini kwa kweli, nikabakia kimya. Basi huyu Patrick huyu akanambia kwamba unakula nini? Agiza basi tule. Nikasema mimi nimeshiba. Akanambia kweli? Nikasema ndio. Akanambia sawa. Basi akaanza kuniuliza maswali pale na mimi nikanamuelezea, ila hata sijaamini sana, yani sina ile confidence tena. Alafu yeye ni yupo kawaida kabisa mpaka saa 11 jioni. Nikasema kwamba mimi nataka kurudi nyumbani. Akanambia sawa, naweza kurudisha nase. Twende tu, wala tusijali. Basi akanipatia mkono, akaniinua. Yana muangalia Agi kwa mbali. Agi ni katumbua tu macho. Nikajua na yeye mwenyewe anashangaa. Kama mimi vile vile. Basi bwana akanishika mkono. Akaanza kutoka na mie nje. Oya. Mie mbona siamini, nikamwacha Agi wakati nimekuja naye. I say, tukaenda paka parking. Oya, niliingia kwenye gari kali. Oya, sijawahi kuliona ile gari. Gari unapanda kwa kujivuta. Sio unainama, no. Unajivuta. Unajua kuna kuinama na kujivuta. Mwanaume akaingia na yeye, kisha akatoa gari. Akanambia kwamba haya, nielekeze kwako. Nafanyaje sasa msikilizaji? Nikaanza kumuelekeza mpaka tumefika kwangu. Oya, nilitamani nisishuke kwenye ile gari. Basi tumefika kapaki nje. Nikamwambia kwamba karibu, hapa ndo nimepanga. Akanambia sawa, nitakaa mpaka saa 3 usiku basi. Nikasema sawa, karibu. Kweli jamaa akashuka, mimi nikamkaribisha mpaka ndani kwangu, ila naona aibu, yani naona hata sioni hadhi ya kuwa naye, ama sioni hadhi ya yeye kuwa hapa. Basi akaingia, jamaa yupo kawaida sana, akakaa kwenye kitanda, akanambia kwamba ji uko wapi nimuone? Nikasema ya kwamba yupo kule, ngoja nikuitie. Akanambia sawa. Kweli nikatoka nikaenda kumchukua ji kwa jirani. Nikarudi naye ndani, nikaambia ji, msalimia anko. Basi Denzel akasema kwamba not anko bwana, ji mimi ni baba. Sawa umesikia ji? Ji akasema sawa, shikamoo baba, naomba hela. Ila ji kwa nini lakini ji? Yani shikamoo baba naomba hela. Yani hatujaitikia shikamoo baba naomba hela. Na akasema marhaba mwanangu, ya pesa hii hapa. Basi akatoa shilingi 10,000 akampatia. Ji akafurahi huyo. Akaambia mama naomba nikanunue soda. Nikasema tawile, nenda mwanangu. Basi Denzel bwana akasema kwamba mwanao mjanja sana, ila sio kama wewe umepoa sana. Basi mimi nikabakia kutabasamu tu. Nikasema kwamba Patrick, naomba sasa unisubiri hapa kidogo nikachukue mboga nipike. Akasema sawa, hakuna shida. Mimi nikadhania labda atasema kwamba nimeshiba. Umeona? Ndio kwanza akatoa shilingi 30,000 akanambia kwamba mama ji, ongezea na hii. Basi mimi nikapokea, kisha nikatoka. Yani ile natoka kwenye fence namkuta Agi ndo anashuka na boda. Akanikimbilia, akanambia kwamba Nase, yule si Denzel yule? Au mimi ni kipofu? Nikaambia shoga yangu ndo yeye. Sasa sikia, yupo ndani. Mimi hapa naenda kununua mboga. Nataka nikipika akiondoka tu na kuja kukupa mchapo. Agi akasema, jamani ile kaka lizuri jamani, linavutia jamani. Jamani, yule ni wetu alai. Yule ni wetu, Nase yule ni wetu alai. Please. Basi mimi nikacheka tu nikasema sawa, basi baadaye wewe naye. Kweli bwana. Mimi nikaenda kuchukua mboga. Nimerudi na mkuta kajilaza kitandani. Anachezea tu simu. Mkaka ni haogopi huyo. Basi nilipika mpaka nimemaliza. Yupo pale pale. Nimepakua chakula. Akaniambia kwamba ji uko wapi? Nikasema nitamfuata, yupo huko kwa mama mwenye nyumba yangu. Akanambia no, kamfuate aje tule naye. Kamfuate tuje tule pamoja. Nikasema sawa. Kweli nikaenda kumfuata. Denzel akanambia kwamba pakua tule tu pamoja. Kweli nikafanya hivyo. Jamani tulikula mpaka unajua nibaki na shangaa. Maana Denzel ni unajua nini, sijataniza nikasemaje. Kwanza ilikuwa ni mwendo wa story. Alafu sasa anavomuongelesha ji na jine sasa anajua kujielezea huyu mtoto. Yani ukaka ni alikula hata kujali sijile kwamba eti mazingira yangu sijini magumu, no. Na vile sasa yeye yupo hata hakuwa na shida. Alipomaliza kula akanambia kwamba sasa na mimi nakualika kwangu kesho kutwa uje na ji basi. Tupike, tufurahi tu. Ji akasema ndio mama tutaenda. Nikasema sawa. Basi baada ya chakula hapo hakukaa sana. Akaniambia kwamba nataka kuondoka maji. Nikasema sawa. Basi mimi na ji tukamsindikiza mpaka nje. Aliingia kwenye gari yake. Eti na yeye ji anataka na yeye apande. Nikamwambia wewe, mtulia. Denzel akaniambia kwamba nitakufuata kesho kutwa, umesikia? Nitakufuata wewe na mama, usilie mwanangu, umesikia? Usilie. Ji akasema sawa. Basi ji akarudi ndani. Denzel akaniambia kwamba ingia kwenye gari. Kweli nikaingia. Tumefika. Denzel akaniambia kwamba kesho kutwa si utakuja kwangu? Nikamuuliza kwako ni wapi? Akaniambia kwamba kwangu ni Mlandizi.
Nikasema sawa. Akaniambia kwamba naishi na dadangu, yule ambaye alikuwa anaumwa ile siku nimekosea kutuma pesa ndo ambaye naishi naye. Kwa hiyo atafurahi sana kukuona pia, ila usiache kuja na G. Nikasema sawa. Basi baba akachana wallet akanipatia pesa nyingi mpaka nishangaa. Akaniambia kwamba nimeenjoy sana kushinda na wewe na nimefurahi mno. Asante sana na nadhani umeniona sasa, si ndio? Nikasema ndio. Akaniambia okay. Haya, watu wa ubwabwa si watakula? Nilicheka, nilikuwa nimeshamuelewa anamaanisha nini baada ya kusema kwamba watu wa ubwabwa si watakula. Mimi nilicheka tu. Nikamuuliza kwamba kwa hiyo upo serious kwamba unataka kunioa? Akaniambia ya, nipo serious na kesho kutwa ukija nataka nikakutambulishe kwa dada yangu, then mambo mengine tutaongea. Kwa hiyo usiwaze sana, ila nakupenda sana Nase. Nikasema sawa. Basi nikamwambia kwamba mimi nashuka. Akaniambia sawa. Lo, kaka ni hana hata tamaa, ni hajanigusa hata kutaka kiss, ni hapana. Mimi nikashuka na kibunda changu. Nimefika ndani namkuta G anamalizia soda yake. Akaniambia kwamba mama, baba akanipa hela nyingine. Nikamuuliza iko wapi? Akanionyesha, oya, ilikuwa ni 30,000. Nikamwambia leta nikuwekee. Basi mtoto akanipa, ni anaruka ruka huyo nyie. Huyu kaka ni maarufu jamani, huyu kaka. Basi nimetoka nje, mama mwenye nyumba akanifuata, akaniambia kwamba wewe Nase wewe, yule kaka aliyotoka ndani si ni Denzel yule? Nikasema hapana, kafanane tu wala sio yeye. Mama mwenye nyumba akasema nilishangaa. Nikabaki tu mimi kucheka. Sasa muda huo namuona Agi anakuja. Yani Agi jamani, Agi kwa umbea. Kabano na umbea sio kidogo. Hata sijampigia kaja. Nikamkaribisha ndani. Akaanza kuniambia, wewe ni nani ule? Mbona sijaelewa? Kwanza nikacheka. Nikasema ya kwamba twende ndani. Basi tumefika ndani nikamhadithia kila kitu. Agi akasema, dada una bahati wewe, una bahati jamani. Tumuombe jamani. Jamani, kwanza kaka tumuombe. Yaani tumuombe huyu ndo awe wa mwisho Nasi. Umesikia? Nikasema, ya, hata hivyo kwanza namuona yuko serious sana. Akasema, huyu jamani Denzel jamani. Hivi kwanza unajua nalipo shilingi ngapi ule? Nibaki tu nimetulia. Agi akasema kwamba, aisee Nasi una bahati sana. Basi mimi nikabakia na cheka tu. Basi tukaongea sana mambo mengi mpaka ikafika by saa 9 ndo Agi akaondoka. Na muda huo sasa Denzel akanipigia simu, akaniambia kwamba hey mama ndo nafika home. Nikasema sawa, nafurahi kusikia hivyo. Akaniambia vipi G kalala? Nikasema ndio kalala. Akaniambia sawa mpenzi. Basi stories zikawa nyingi pale, nini tuliongea sana jamani mpaka by saa 8. Yaani namuuliza tu maswali ananijibu, namuuliza mno. Na nilikazia sana kwenye swali la kwamba wewe hauna kweli mwanamke, na ananiambia sina. Simuamini, nauliza kweli hauna mwanamke, na anasema sina. Huyu kaka of course anajulikana sana. Acheni tu. Basi melala mpaka nacheka. Hata siamini. Huyu football player huyu. Football player jamani. Ndo kanipenda mie. Hata siamini kabisa. Basi bwana nyie. Kesho kutwa sasa, ile kesho kutwa yake asubuhi na mapema, huyu baba akanifuata. Saa 2 sijui kanifuata bwana. Tena kaja na gari nyingine. Hii ilikuwa ni nyeusi. Nilibaki nimeshangaa. Basi akanichukua na mwanangu G, akatupeleka kwake Mlandizi. Jamani mashallah. Mungu alimjali huyo kaka jamani. Kama nyumba ya kifahari tu anayo. Ilikuwa ni nyumba. Nyumba ni nzuri mno. Nyumba ya kisasa. Nyumba inawaka. Nyie, katika haya maisha unaweza kusema ya kwamba wewe ndio una hela. Tembea uone ndugu yangu. Tembea hujakutana na wanaokuzidi. Paka G mwenyewe anabaki anashangaa. Wakati kwao vilikuwa gepo lakini akaona hapa hata kwetu havipo. Nyie, yani bonge moja la nyumba. Mimi najikaza. Nashangaa tu ila wapi. Nyumba ya kifahari mno. Basi akatukaribisha mpaka ndani. Umo ndani sasa hata siwaambii. Denzel kwanza akanikaribisha vizuri. Tena nimkuta dada yake. Basi na Denzel pale akanitambulisha kwa dada yake. Akaniambia kwamba huyu ni dada yake binamu. Sasa mnajuaga dada binamu Basi hata dada yake mwenyewe alifurahi sana kuniona. Tukapata lunch nzito sana. Maana kulikuwa kuna wadada wakazi wawili. Nyie acheni tu jamani, watu wanaishi. Alafu sasa huyu baba ananiambia kwamba anataka kunioa mimi. Tumemaliza kula. Dada yake akamchukua G, akamwambia kwamba anampeleka kwenye bembea. Basi akaniacha mimi na nani? Na Denzel. Denzel akaniambia kwamba twende basi chumbani hata tukaongee. Nikaona naenda kupelekewa moto hapa. Hapa naenda kupelekewa moto hapa. Ila wala hata sikuleta ubishi. Kweli
Nikaenda paka chumbani kwa Denzel. Watu wanaela kudada deki. Denzel akanikaribisha vizuri. Mimi nikaenda mpaka kitandani kwake nikakaa, akanambia kuwa ya kwamba Mama G, relax, okay, kuwa na amani. Mimi sikugusi mpaka nikuoe. Nikabaki tu natabasamu. Akanambia kwamba nataka nipajue kwenu na unielekeze. Nataka kupeleka posta na mahari na se. Nataka kukuoa, nakupenda sana. Nikasema nakupenda pia. Basi Denzel alinikumbatia, kisha akanikiss. Akanambia kwamba asante sana mama. Nikasema sawa. Huyu kaka hata hajanigusa mnajua. Nikamuuliza tu kwamba nikamuuliza sasa na yeye kuhusiana na wazazi wake. Akaniambia kwamba tangu anajitambua alilelewa na shangazi, maana wazazi wake wote walifariki. Na huyu shangazi yeye alikuwa na mtoto mmoja tu ambaye ni wa kike, ambaye anaitwa Isabella. Kwa hiyo akaniambia ndo ndugu yake wa karibu sana, maana hata shangazi yake alifariki. Nikasema sawa. Kwa hiyo nikampatia pole pale. Basi tuliongea sana. Tulipomaliza akanichukua akanipeleka chumba ambacho ana tuzo zake yani. Acheni jamani. Hivi vitu vya gold hivi nini vya kutisha yani. Kuna vitu vya kutosha mle vya gold yani. Viko mle paka ukiingia unasema ya kwamba alafu sasa akana nionyesha yani siji viatu, mala siji nini. Akanaonyesha mguu wa kushoto kwamba ananiambia kwamba huo ndio msingi wake. Yani mguu wa kushoto ndio umeleta hayo mambo yote. Mimi nikana cheka tu. Basi akanishika mkono, ananichuma, ananikumbatia. Hakuonesha tamaa ya mwili kabisa hata kidogo. Hakuonesha. Basi nikaa sana tu kwake mpaka ilifika saa 2 hivi. Nikamwambia kwamba basi mimi nahitaji kurudi nyumbani. Denzel akaniambia kwamba no, wewe baki, kama vipi ulale basi hapa. Nikasema hapana, mimi siwezi kulala hapa. Basi jamaa alinibembeleza sana, ila mie nikakataa. Akaniambia sawa, hakuna shida. Akanirudisha mpaka kwangu. Kuanzia hapo ndo nikaona nina serious relationship. Kaka ni anajua kupenda huyu. Muda wote simu. Na vile sasa kaja likizo, auti za kutosha. Napelekwa sehemu nzuri za kwenda. Kuna muda akawa sasa ananichukua ananipeleka mpaka event. Jamani, acheni tu jamani. Nikawa sasa hadi naona akina Juma Kaseja kwa macho. Maana yani kila siku unajua nilikuwa naona kwenye TV. Tena wanamheshimu sana Denzel. Vibaya mno wanamheshimu sana. Nilikuwa naomba ni kila siku baba nioe jamani. Kama masiara bwana. Kweli Denzel akapeleka barua kwetu Masaini. Huko alituma watu. Mimi sasa sikuamini. Nilikuwa unajua nilikuwa natamani hadi kuzimia. Agi ndo ananiagi hata Agi ndo hata siwaambii. Maana kipindi mimi napelekewa posa, ni alikuwa anapelekewa na bwana wake. Maana tayari huyu binti alishadaka mimba. Kwa hiyo mzee akamwambia kwamba apeleke ng'ombe 10. Denzel hakutaka masiara. Zikapelekwa ng'ombe 10. Siku ambayo baba sasa anamuona mkwewe. Alifurahi sana. Maana mzee alitaka kumuona anayenioa. Wakawasiliana pale. Denzel akaenda mwenyewe. Sasa alipomuona akamkubali kinoma noma. Mzee akasema kwamba eti ndoa nikafungia Arusha. Na mimi nilikuwa sitaki. Ila Denzel akaniambia kwamba tunasikiliza wakubwa na tutafungia huko kwa Arusha. Na Denzel akasema kwamba yeye anataka kuoa haraka, maana ana miezi 2 tu ya kukaa na anataka akitoka huko basi awe ameshanioa. Mimi sikuwa naamini mimi. Basi mzee hakuona shida na harusi yetu ikapangwa. Yani kanisa ni dogo tu la huko kijijini, ila Denzel akaniambia kwamba hakuna shida. Ile hali wazazi wametaka huku. Basi wala utasijali. So sisi tukaenda huko. Na mimi nikasema sawa, ila akaniambia kwamba sherehe tutafanyia Nikasema sawa. Hayawi siku zikakaribia. Hapo Denzel sasa nikashagalamia kila kitu. Na mimi nguo zangu za harusi nini alinunua yeye, tena za bei. Huyu baba huyu. Hapo yeye ni anaposti sana kwenye mitandao yake. Eti anaoa. Washikaji zake sasa wana comment sana. Wanampromote sana ndoa yake. Unajua mpaka viongozi wa mpira hawa nini hawa viongozi hawa watu maarufu kibao tu hawa wanauliza kwamba anamuoa nani. Anamwambia ni mrembo kutoka mbinguni. Ila Denzel. Yani mtandao yani kulikuwa kuna shida sana kwa mtandaoni. Alafu sasa tukiwa sasa tunapiga kwanza tulikuwa tunapiga sana picha. Ila picha hajawahi kuniposti. Hajawahi kabisa kuniposti. Basi kwa kuwa siku zilikuwa zinakaribia, mama akaniambia kwamba nirudi kwanza nyumbani. Denzel anikutie huko. Uolewe ukiwa nyumbani, sio unaolewa ukiwa kwenye ghetto lako. Basi Denzel baada ya mimi kuambia hivyo na mama, na kweli nikampa taarifa Denzel, nikarudi nyumbani kwanza. Sitaki kuambia. Denzel akaja nyumbani kabla siku 2. Na siku yetu ya ndoa ikafika. Huyu kaka jamani akanioa kanisani kabisa. Sikuamini mnajua. Yaani Mungu alijua kunipendelea.
Nililia kabisa. Hivi mnaonaga wale watu wanaoliaga wana sababu. Mimi nililia. Nilikumbuka mapito niliyopitia. Nashukuru nikawa Mrs. Denzel. Kwenye ndoa yetu bwana, niliona baadhi ya rafiki zake, tena wachezaji wakubwa tu na ndugu zake. Basi kaka hakutaka mambo mengi. Siku hiyo jioni akaniambia kwamba tunaondoka, na kweli akaomba ruhusa kwa mzee. Mzee hakuwa na shida, akamruhusu. Pale kijijini niliweka heshima. Pale kijijini kwetu kwanza zilitinga ndinga fulani hivi, sio za kitoto. Hapo jini nimemwacha na mama. Maana mama aliniambia kwamba nisiondoke naye kwanza, nimalize pilika zangu za ndoa. Kweli, basi tupo ndani ya gari, naona Denzel ananiangalia sana. Mpaka nikawa naona aibu sasa. Kashangaa tu ananiambia kwamba mpenzi, soma message hapo nimekutumia. Na mimi sasa, kwanza tulikuwa tuna dereva, ndio maana hakutaka kuongea. Basi mimi sasa nikashika simu, naona kaandika ya kwamba si hatuendi Dar leo. Tunaishia hapa Arusha. Nina Upwiru bara. Nilimwangalia nikacheka tu, akaniambia kwamba nini sasa? Wewe sasa hivi si ni mke wangu. Tulale hapa tupumzike. Nikasema sawa. Kweli alimuelekeza dereva kuwa tunaingia hotelini. Hapo ndugu zake sasa na washikaji zake walikuwa wamesharudi Dar. Kwa hiyo sisi tukachukua hoteli kwanza, tumefika ndani, mwanaume hata hajanionea hata aibu. Kanivuta akaniambia kwamba sasa hivi wewe ni mke wangu. Kwa hiyo naomba tuikamilishe hii ndoa. Nikaambia sawa. Kweli bwana. Sijui hata niwaambie nini. Lakini katika wanaume ambao nimetembea nao, huyu mjinga anajua. Huyu mjinga. Basi tu. Basi bwana, tumekaa hapa Arusha hotelini kama siku 3 hivi ndio tukarudi Dar. Jamani, baba ni huyu baba ana matusi. Kwanza tulishia Chalinze kwa nyumba yake nyingine. Siwaambii sasa hii nyumba. Ile ya Mlandizi, ile ya Mlandizi ni cha mtoto. Akaniambia kwamba hapa sasa ndo kwetu rasmi. Mimi nilikuwa siamini yani. Nilikuwa siamini. Ndio unakuja kuishi hapa. Yaani mimi nasemi, acheni tu. Basi tumefika home, akataka mzigo. Jamani, nilimpa. Na alizidi kunifanya kwamba yani mimi nijisikie furaha sana. Basi hapo kesho kutwa sasa kwa huku Dar mambo alikuwa ni moto sana. Na siku ya sherehe yangu ikawa imefika. Kwanza walialikwa watu wakubwa mpaka viongozi wa nchi. Mji ulisimama kwamba Denzel anaoa. Watu wanamsubiria tu bi harusi. Na alafu sasa ndo mie sasa Masai. Kwanza nipendeza sana, niliwaka, sitaki hata kuambia. Na wazazi wangu wenyewe walikuwepo, wamependeza. Sijamsahau ji wangu jika waka kweli kweli. Basi nikajua hapa ni Denzel ndo amefanya, wamefika. Nilipendeza sana. Ilikuwa ni shughuli ya kifahari mno. Tulitunzwa pesa mpaka basi. Kwanza Denzel ni mtu wa watu. So ilikuwa ni hatari. Yaani sitasahau ile harusi yangu, msikilizaji, acheni tu. Na katika hayo yote sikumsahau rafiki yangu, yani best yangu Agi. Agi alikuwa na raha mno jamani. Tumetoka ukumbini ilikuwa ni usiku saa 9 mpaka tunafika home ilikuwa ni saa 10. Hii siku ndo nilimpatia penzi sasa mume wangu. Mbona alielewa? Kwanza game ilikuwa inaanza mpaka inaisha, mimi ndo nilikuwa nimesimama . Mimi ndo nilikuwa nimeisimamia. Kwa hiyo nikaona hapa sasa Denzel hapa kaelewa kwamba mimi napenda show ya aina gani. Game ilichezeka pale mpaka basi. Huyu baba huyu ni mpole tu, lakini sio kumchukulia poa. Sasa kwanza hata ukiingia Insta alafu ukaenda DM unaweza kukuta tu yani message za wadada wanamsifia, wengine wanamtongoza, ila Denzel hajibu kabisa. Na profile zake zote za mitandao akatoa mpira akaniweka mimi. Akaniambia kwamba kwa sasa kitu cha kwanza ninachokipenda ni wewe, kisha ndo mpira. Mnajua nilipata umaarufu sana. Nikaanza sana mimi kujiita Mrs. Denzel kwenye peji zangu sasa zote za mtandao na profile zangu nikaa namweka mume wangu. Penzi linoga sana. Denzel hana shida kabisa. Kwanza ni muelewa sana na ana upendo. Hapo tulikaa Dar mwezi tu. Tukaenda kujenga kwetu. Yaani alimjengea mzee nyumba ya maana sana. Nzuri kweli kweli. Babangu alimpenda sana Denzel sana. Hapo kampeleka shule nzuri sana. Na kwanza ilikuwa ni ada kubwa. Afu ada yenyewe analipia yeye. Na jamaa hana shida kabisa. Japo mtoto sio wa kwake lakini hana shida. Huyu Denzel huyu baba basi tu yani. Kwanza hata kasiriki. Yeye atakuelekeza tu, ukikosea atakuelekeza tu jambo fulani kwamba anataka nini basi. Hana noma kabisa ni.
Mdoto nilikuwa namshukuru sana Mungu kuwa kanipatia mume mzuri sana. Basi bwana, before hajaondoka TZ akanambia kwamba nikufungulie biashara gani. Baada ya jamaa kuuliza kwamba nikufungulie biashara gani, aisee nikakumbuka brand yangu ya pouch. Akanambia kwamba usikonde mama la mama. Basi jamaa akaniuliza mtaji. Si unajua nishawahi kufanyaga biashara Kwa hiyo nikamueleza. Akanambia kwamba kuna shida mama la mama, sawa kuwa na amani kabisa. Na kweli jamaa kanipatia pesa ya kutosha. Shoga yenu nikaagiza mzigo kutoka China na nikafungua duka kubwa tu maeneo ya Ubungo, ila ndo nikaanza nalo sasa na nikaandika bango kubwa juu kwamba Mrs. Denzel. Kazi ikaanza. Denzel bwana, Denzel aisee. Kwanza siku anakuja dukani alikuwa anachukua picha anaanza kutangaza. Eti ananisupport yani. Na mimi nilikuwa napata sana raha sana. Ananisupport. Ila sasa likizo yake ilipoisha tu akarudi Urusi. Ila nashukuru ikawa sasa tunawasiliana nini na kila baada ya miezi miwili mume wangu anarudi. Safari hii nilikuwa na biashara zaidi. Si nimeolewa na mtu maarufu jamani, acha kabisa. Mpaka wasanii wa dada wale wanakuja kuchukua pochi kwangu. Si unajua brandi. Kwa hiyo mimi nikazoea maisha fulani hivi amazing. Mpenzi upo Urusi, mie nipo da, tunapambana. Kwa hiyo nikarudi sasa kuwa yule nase sasa ambaye nilikuwa ni mzuri sana, yani sana. Nishakuwa mtoto wa mjini, utaniambia nini? Alafu sasa nina ndoa yangu, utaniambia nini? Basi siku akiwa sasa nacheza mume wangu. Natulia home na muangalia. Huyu baba anajua huyu anakimbiza huko. Hata kama anakosea mimi sina muangalia peke yake bwana. Wadada basi wanamshangilia mpaka nakasirika. Naanza kumtumia message za visirani. Denzel yeye mwenyewe atacheka tu, ataniambia, "Hey mama, tulia, mimi ni wako na ndio maana nimekuoa, usijali mama watoto, huku mimi natafuta tu." Basi namwambia sawa. Basi bwana. Akipagawa zaidi, yani zile nani zikiwa zimempanda zaidi, zishamzidi basi mimi ndio naenda huko. La nishanitafutia mpaka passport. Kwa hiyo namwache G kwa Agi au kwa shangazi yake Isabella, na wakati huu Agi alishaolewa na ana maisha mazuri tu. Na ile wakala nilimwachia na bado tunasupportiana sana. Na ndo msiri wangu Agi. Yani ndo huyu shoga yangu wa kipekee. Hata Denzel mwenyewe anamjua. Nikimwambia kwamba naenda kwa Agi wala hata asumbui. Basi bwana, shoga yenu ile kupanda ndege kawa sasa sio shida yangu tena. Kupanda ndege hizi sio shida zangu. Nikifika huko napelekewa moto kweli kweli. Naambia kwamba wewe utakuwa uchezi vizuri, anaambia wewe tulia, wewe nipe mzigo bwana. Ila Denzel, ila kama ana mechi labda karibu la hizi mechi anakaribia kucheza, hawezi kufanya hivyo hata wiki. Hawezi, yani kama wiki hivi hawezi. Ila kama yuko free basi ataenjoy sana. Basi mimi nikawa narudi na mwacha yeye, na yeye akipata space anakuja Tanzania hivyo hivyo yani. Hapo sasa huyu baba alikuwa na biashara nyingi mno. Yani pesa kwa Denzel ipo. Alafu sasa hata haringi kabisa mwanaume wangu. Hana majivuno. Ananiamini mno sana tu. Mwenzeni huyu baba hata kwanza sielewi shida yake nini. Yani kila kitu anaona kipo sawa. Kila kitu anaona kipo sawa. Unajua ilifikia stage viongozi wa klabu ya Tanzania wakaanza kunishawishi eti nimwambie mume wangu arudi aje kuchezea Tanzania ili awe karibu na mimi. Nikaona acha atafute pesa, acha atafute dola. Maana mimi nikimtaka nampata. Na yeye mwenyewe akinitaka ananipata. Pesa ipo. Shida nini sisi? Wala hata haikuwa na pressure kwangu. Basi nakumbuka ilikata kama miezi 6 ndoa yetu. Hapo mimi sasa nishafungua na duka lingine Morogoro. Nimemweka mtu lakini. Na Dodoma nikarudi tena. Nikafungua na huko biashara. Umeona? Ulikuwa ni mtaa mwingine kabisa. Kwa nikafungua kule biashara na nikamweka pia na mtu. Nilikuwa na hela mnajua. Sina shida kabisa. Na kila muda akili yangu ilikuwa inawaza tu kupata maendeleo. Na baada ya miezi 8 ya ndoa yetu nikadaka mimba. Denzel alifurahi huyo na nikaanza kupambana na nikiwa naye anadeka sana msikilizaji. Basi maisha yanaenda. Siku hiyo sasa nimeingia zangu Instagram. Nikaona hebu ngoja nipite DM. Napita DM. Nakuta message ya Jadi. Nilishanga. Jamaa alikuwa ameandika hivi. Naserian, najutia mno kwa mambo yote niliyokuwa nakufanyia. Najua mimi ndo chanzo cha wewe kutengana na Nolan. Najiona ni kama ndugu mbaya sana. Ni leo ninavyokuambia hivi, Nolan ananichukia sana. Naomba unisamehe sana kipenzi, nisamehe sana. Maana hata mambo yangu mimi yamekwama sana. Hakuna ambalo nalipanga likafanikiwa. Naomba unisamehe na senisamehe.
nahisi nina laana yako. Baada ya kusoma ujumbe msikilizaji, mimi wala hata sikusumbuka kumjibu, nikakausha kimya tu. Na cheki tena nakuta simu kutoka kwa Nolan. Huyu Nolan mimi nilimblock. Wewe ndo akaona ngoja nitafute. Alinitafuta Instagram. Sasa yeye alikuwa ameandika hivi: kwako nimepoteza Nase. Nimepoteza ua zuri zaidi. Naumia sana Nase. Sikujua kama nitaumia hivi. Siku naona unaolewa na mcheza mpira maarufu wa miguu ambaye ni Patrick Ndizu Denzel. Niliumia siku 3 Nase. Yaani mpaka ndugu walihisi kwamba nimekufa. Na hapo ndo nilijua kuwa nimepoteza. Nase, nimekupoteza wewe mwanamke wangu niliyekuwa nakupenda sana. Na ninaamini hata wewe ulinipenda sana. Ila kwa sasa nakuona una raha sana na Denzel. Mimi nakutakia kila lililo jema. Ila tu naomba nikutanishe tu hata na mtoto wangu nimwombe msamaha. Nahitaji kumlea kama baba yake. Ila utabaki ndani ya moyo wangu daima nakupenda sana Nase. Msikilizaji, nikaona hii sasa ni nuksi. Nikamblock na IG kule, nikampiga block. Na kakake pia nikamlamba tofali. Nikawa buchi sasa na kulea mimba yangu tu na maisha yangu. Nakumbuka bwana siku hiyo Agi aliniambia kwamba nimpeleke Sinza kuna wigi akanunue. Nikamwambia sawa. Kwa kuwa mie sasa nilikuwa mitaa ya Kigamboni, nikampitia kwake, maana kwa muda huo nilikuwa na drive na nilikuwa nabadili gari tu yoyote ya mume wangu natamba nayo mjini. Utaniambia nini? Basi nikamfuata shoga yangu. Hamwezi amini bwana. Muda napita Kinondoni nimuona Mama Naala. Kwa macho yangu, mnamkumbuka Mama Naala? Kwa macho yangu alikuwa amekaa pembeni ya barabara, yupo kwenye wheelchair. Alikuwa anaomba pesa. Nimuone huruma sana tu mama. Nimuone huruma sana. Nikasimamisha gari, nikashuka kisha nikamsogelea. Yaani nilivyomsogelea tu akanijua, akaniita, "Oh, Naserian." Nikasema ndio mimi mama. Nye, huyu mama sijui hata ndo aibu. Alianza kulia. Maana alikuwa nikachoka, kaisha. Akaisha sana. Nikamuuliza vipi, mbona upo hapa? Akanambia kama unavyoniona Nase, kwa sasa shida nilionayo ni ya miguu. Nikamuuliza pole sana. Akanambia asante Nase, nisamee sana mwanangu. Mwanangu unajua nilikosea sana kipindi kile. Nilidhani mume wangu ni msafi, kumbe sio kweli. Baada ya wewe kuondoka akaanza kubaka watoto mtaani. Na mwisho majirani sasa wakaamua tu wamuue kwa kipigo kikali sana. Na mimi wakanichomea nyumba moto. Mwanangu nahangaika tu. Nahisi kama nina laana yako Nase, naomba unisamee sana jamani. Hapo huyu mama anaongea huko analia. Nilimwonea imani sana. Nilimwonea huruma. Sikutaka hata kumhoji sana juu ya maisha yake. Nilifungua pochi, nikavuta 5,000,000 nikampa. Maana nilikuwa na pesa kama 20,000,000 hivi nimetoka kuzitoa bank. Huyu mama alinishukuru sana. Yaani mpaka alitamani hata kunishika magoti, ila miguu sasa ndo ana. Nikamwambia kwamba usijali mama, hiyo pesa itakusaidia. Ila niliona ni kama ni dunia imemfundisha. Na huyu sasa nahisi kama laana tu kaipata. Yaani kapata alichokistahili. Kisha mimi sasa ndo nikaingia ndani ya gari langu. Tukasepa zetu Sinza na shoga yangu hapa Agi. Basi bwana, Agi aliniuliza kwamba kwanza aliniuliza juu ya yule mama, nikamwambia kwamba yule ndo Mama Naala. Huyu mama alinifukuza usiku kwa kusema kwamba yani kwa kumtetea mume wake kwamba yeye ndo mimi yani ndo nimekosea. Ila leo kiko wapi sasa? Agi ndo dunia. Hata kama hujajifunza kwangu, yupo mwingine atakaye kupa somo tena kali kweli kweli. Basi Agi alitulia tu, tukaendelea na mishe zetu nini, na jioni Agi sasa akarudi kwake. Basi mimi nikawa nipo bize na mimba yangu mpaka kama imefikisha miezi 5. Hapo sasa mume wangu akapata likizo akarudi sasa. Ilikuwa ni raha sana na vile sasa nimemmisi. Basi baba watu walikaa kama wiki. Hiyo siku sasa akaniuliza, "Hivi Nase, Nolan ni baba yake na G, si ndio?" Nilishangaa kamjuaje Nolan? Asa Denzel akaniambia kwamba usiogope mpenzi. Nolan alinicheck Instagram. Akanitumia namba zake nimpigie. Na kweli nimempigia na nimeongea naye. Na nilimpigia baada ya kujua kuwa yeye ndo baba yake G. Nikasema sawa, anasemaje? Denzel akaniambia kwamba kanielezea tu kila kitu juu ya wewe na yeye, na ameniambia kuwa amekukosea sana, lakini sasa natamani kuwa karibu na mtoto wake sana tu. Na hata mimi nimeona tumwache tu, maana hata kama alikuwa hamsaidii G, bado G ni mdogo, ndo kwanza yupo class 2. So mwache tu awe huru na mtoto wake. Denzel alivyosema hivyo msikilizaji, niligoma, sikutaka, ila Denzel alinielewesha. Na baada ya kunielewesha nikakubali.
Ila sasa sikutaka hata kukutana na Nolan. Siku ya kwanza kaja kuonana na mtoto, ni Denzel ndo alimpelekea. Sasa nilivyolijinga eti akapiga picha na Denzel nikasikia kajiposti Agi ndo alikuja kuniambia nikabaki na cheka tu. Na baada ya hapo sasa nikafungua moyo, sasa namuacha tu G akutane na baba yake, na hasa akirudi Denzel ndo yani ndo baba G anakuwa sana na mwanae, kwa sababu Denzel ndo anampelekea sana. Mimi sina muda naye, kwanza nimeshampiga block. Basi bwana G akirudi atanisimulia eti bibi yake ananiomba mimi msamaha, maana alinikosea, ndo anamtuma G aniombe msamaha. Mimi hata sikuhangaika na huyu mama, sikuhangaika. I say, kwanza alinipigaga kisa mwanae. Haya leo kiko wapi? Maana nisikia Nolan aliachana na Nandi. Analea mtoto wake tu. Tena yupo kwa mama yake. Yeye yupo kule, yuko wapi? Yuko kule Dodoma anafundisha, ila biashara zake zote zimepromoka zote. Maana Nandi alizifilisi kweli kweli. Mimi nikabaki kuangalia tu. Huyo Jadi ndo kama sija analaana. Hana la maana ambalo analifanya hapa mjini. Kawa mlevi tu. Akipata pesa yeye ni pombe tu. Yaani kuna jinsi unajua ni hawakuwa na raha na maisha. Japo wana pesa lakini hawana raha. Na mimi sikuwa hata na muda nao. Mpaka najifungua mtoto wangu wa pili. Nikapata mtoto mzuri tu, na Denzel alifurahi sana kweli kweli. Na mpaka leo hii mimi na watoto 4 msikilizaji. 3 ndo nimezaa na Denzel na wote ni wa kiume. Yaani Jindo wa kike. Na sasa hivi Ji yupo darasa la 6. Basi akienda kwa baba yake, akirudi anakuja kunihadithia eti mama, baba anampiga mama. Mimi kimoyoni nacheka tu, nasema atakoma, hajamjua bado Nolan. Atapigwa mpaka afe. Mimi kupigwa nimeshasahau msikilizaji. Kwanza Denzel hana mkono wa kupiga kabisa. Hata mtoto hana. Yaani ile kwamba Denzel ampige mtoto no, hana. Alafu na mimi ni mpole tu. Na mume nimepata jamani. Basi ni full amani tu. Jadi ni kama mlevi mbwa tu. Yaani Nolan kaoa. So G anakuwa anaenda Dodoma kabisa kwa babake, ila anamwambiaga G kwamba mimi yule niliyemwoa simpendi, nampenda mama yako. Yaani Nolan ndo anamwambia G kwamba aliyemwoa hampendi, kwamba eti nampenda mama yako. Denzel akifa tu namuoa. Ila huyu mbaba huyu yana na mambo huyo. Ila sasa hivi hana maajabu, pesa imemkata, kawa kawaida tu. Kuna muda G hataki hata kwenda. Kashazoea raha sana mwanangu. Ila namwambia kwamba nenda kule ndo kwa babako mzazi. Anasema kwamba mama mimi sipapendi bwana. Baba anampiga sana mama, ananikwaza. Ila mwanae hata ampigi. Mimi namwambia kwamba wewe nenda bwana. Hapo sasa kwa bibi yake pia huwa anaendaga. Akirudi ananipa stories za Jadi cha pombe. I say, hii ndo dunia msikilizaji. Ukimfanyia mtu ubaya utalipwa tu. Yaani kila unalolifanya ni akiba yako. Mimi niko poa na Denzel wangu. Hatuna baya. Hapa nataka kuzaa tena, nijaribu kama nitapata wa kike, ila kuhusu mume tu mwenzenu nimepata. Yaani kama hata anafanya umalaya wake huko basi. Ila huyu baba ni msiri sana. Mimi nina amani sana. Nina raha sana kwenye haya maisha yangu. So na mpaka hapa niseme mimi nawapenda sana. Na huu ndio mwisho wa story yetu sasa ya Nase, na ndipo tumeishia hapa. Mdoto ulikuwa na Lucas Lumbas, mtayarishaji wa story ni Habiba Maramoja. God be with you till we meet again. Bye bye.